Tunaendelea kujifunza mbinu mbalimbali za ufugaji bora, na leo tunajifunza dalili ama nini kinaweza kutarajiwa iwapo ng'ombe atatupa mimba au atatoa mimba. Kama mnavyomwangalia huyu ng'ombe anaonekana vizuri, amenawiri. Alikuwa na mimba ya takriban miezi 5. Lakini kama unavyoona hapo, kwa lugha rahisi tuseme kuna nyama inaning'inia hapo, hiyo unayoiona hapo. Hiyo ni sehemu ya mimba ambayo imetoka. Kwa hiyo ng'ombe akiwa katika hali kama hii, natakiwa muite daktari mapema ili aweze kufanya yanayohitajika kwa ajili ya kuzuia maambukizi kwenye kizazi, lakini pia kumfanya huyu ng'ombe awe na kizazi chenye afya kwa ajili ya kushika mimba nyingine. Kwa hiyo huyu alikuwa na mimba ya miezi 5, lakini kama unavyoona mabaki ya kiunganiko cha mtoto na mama, au kwa lugha ya kitaalamu tunaita placenta, na baadhi ya maungio mengine ndio unayoyaona hapa. Kwa hiyo kawaida akiwa kwenye hali kama hii, anaweza akasusia chakula, anaweza asinywe maji, anaweza akapiga kelele, anaweza akawa na hali fulani ya kuhisi kama maumivu, na kama ni ng'ombe ambaye ni mpole, anaweza akawa mkali sana kwa siku kama hizi. Kwa hiyo ukijua tarehe ambayo alipandishwa, unatakiwa pia ujue kwamba baada ya miezi 9 tunatarajia kwamba atazaa. Kwa hiyo ukiona dalili za tofauti katika kipindi cha katikati kabla ya siku zake, basi unajua kuna shida. Na ukiona hali kama hii, badala ya kutoa ute, anaweza akawa anatoa damu, kwa maana ambazo zimevilia zitakuwa na rangi nyeusi kuelekea kahawia nyeusi itakuwa inatoka. Utaona mabaki ya maunganiko ya mtoto na mama kama unavyoyaona hapa, kutoka kwenye sehemu yake ya uzazi kama hivi ambavyo unaona. Kwa hiyo ukishaona dalili kama hizi, basi unatakiwa muite daktari ili aweze kukusaidia namna ya kufanya ili kuzuia maambukizi zaidi kwenye kizazi, lakini pia kumfanya huyu ng'ombe awe na kizazi chenye afya kwa ajili ya kushika mimba nyingine. Labda unaweza ukawa unajiuliza nini kinasababisha tatizo kama hili. Yapo baadhi ya mambo ambayo yanaeleweka, lakini pia kuna mambo ambayo bado tunajaribu kutafuta kujua ni nini sababu, kwa maana kwamba haijulikani sababu. Ni jambo la asili tu, kwa wakati mwingine huwa linatokea, lakini wakati mwingine kunakuwa na baadhi ya magonjwa ambayo yanaweza kusababisha tatizo kama hili. Kwa hiyo kulingana na muda gani mimba imetoka, historia ya mnyama husika na banda au nyumba, kwa maana ya farm, nyumba yote ya mifugo, inaweza kutusaidia kujua nini kinaweza kuwa tatizo. Kwa hiyo kuna matatizo ya asili na kuna matatizo yanayosababishwa na magonjwa ambayo tutaendelea kujifunza. Kwa hiyo kama hili limekuwa ni jambo ambalo ni geni kwako au unatarajia kuendelea kujifunza zaidi, usisahau kusubscribe ili tuendelee kujifunza. Asante sana.